Picha na taarifa zinazoendelea kusambaa kwenye mitandao ya kijamii kuhusu miili iliyopatikana maeneo tofauti nchini Tanzania zimewacha wengi wakiwa na majonzi na hofu kuhusu serikali ya Samia Suluhu Hassan. Watu hawa, kulingana na simulizi na ushuhuda unaotolewa, ni wale walikuwa wakidai mfumo wenye haki na nafasi ya kusikilizwa wakati wa uchaguzi. Hali hii imezua maswali na maombolezo kutoka kwa wananchi na jumuiya mbalimbali. Swali kuu likiwa, mama, mbona unaua watoto wa watu wasio na hatia kudai tu haki? Kuna madai yanayoenezwa kuwa tukio hili lilihusisha mpango ulioratibiwa na wahusika kutoka vyombo vya usalama na kwamba kukatika kwa umeme na mtandao kulifanyika ili kuficha yaliyokuwa yanaendelea. Hata hivyo, mpaka sasa hakuna taarifa huru na rasmi kutoka kwa vyombo vya uchunguzi vinavyothibitisha madai haya, hivyo kunahitajika uchunguzi wa kina na wa uwazi, kwa maana hakuna mwanadamu anayestahili kuutoa uhai wa mwenzake. Jamii ya kimataifa, wanaharakati pamoja na wananchi wanatoa wito kwa mamlaka husika kufanya uchunguzi usioegemea upande wowote ili ukweli ujulikane na wahusika wawajibishwe. Kama kweli Mama Samia atapatikana na kosa, achukuliwe hatua kali. Wale wanyonge na wazalendo ambao walipoteza maisha katika mazingira haya yenye utata wanastahili heshima, kumbukumbu na haki. Wapumzike kwa amani wazalendo wenye roho zisizo na hatia. Je, una maoni gani kwa habari zaidi? Usikose kutufuatilia. Hii ni Swahili Time, Dunia Darubini.